Hivi mwana, sifikiri kama na leo utaniangusha kama unavyoniangusha siku zote. Mwana, nakuomba nipe jibu tu kama nakupenda au hunipendi. Sasa kwa nini unanifanyia hivi? Wewe hujui kwamba Mama Samia kanikataza mtu kumtongoza mwanafunzi? Wewe Mama Samia, Mama Samia kitu gani? Sasa Mama Samia ndo anazuia watu asipendane? Haya maana ukimpenda mtu hajanitia mimba alafu enda fungwa wewe. Lakini mwana, mimi nakuomba nikuulize kitu. Hivi mwana, usifikiri kwamba kila mtu anayekupenda ukafikiria na kutamani. Kuna wengine wanakupenda kweli, lakini sasa kwa nini unanitesa kila siku? Nanisha kwamba kama mimi nakupenda. Wewe wanipenda tujitule temeni mdogo. Sasa wewe mtoto mdogo wewe. Kama angalikuwa mtoto mdogo mimi ningekufuata wewe. Hapa una tabia mbaya. Sasa wanika kuni njia gani kwanza? Ndio hiyo hapo ndo nakuachia mimi zangu. Bwana msubiri kwanza, subiri. Usitaki kuja nipa mimi nikafungwa bure kwa matango nyeupe. Ushanifahamu eh? Nipe mchafule yangu. Nguo yangu. Nipe jibu basi. Kwa nini unanitesa hivi bosi wangu? Kuna Samia wewe ndo watu wanalogopea, wewe vipi? Mimi najua kwa Mama Samia ni mama yetu, anatulea vizuri, lakini ndio hivyo japo kidogo tunifikirie basi. Ina maana yeye Samia alokulea ndo alokufundisha hivyo utongozi wanangu. Hajanifundisha, lakini moyo sasa unapenda. Sasa mimi nitafanya nini? Uzuie. Poa bana. Mimi sina kukwambia tena, lakini ndio unajua kama mimi nakupenda sana. Mimi sikupendi sana, tunapisha mtezangu. Mwana, vipi kusele jibu langu bwana? Hebu mpe shande zangu tuone huko.
Kwa bado maamuzi yako yako pale pale. Ndio ushajua. Mbona bana acha zako. Kama wengi alikuwa unateswa kama hivyo unavyotesa mimi ngejisikia vipi? Fresh tu. Fresh tu. Mwana usifanye mimi nikaingia hasira kwa sababu yako. Ingia hata ndo ameonikera. Kumbuka kwamba mimi nakupenda na umia sasa. Wewe vipi? Baba au mama? Hata kama sio baba au mama. Usifanye hivyo basi mwenzio mimi naumia mwana. Kwani unanitesa? Kwani kuna wangapi waumea na kwa mimi wala hawasemi? Hawakupendi sasa. Kama angalikuwa nakupenda ingekufuata kama mimi ninavyokufuata. Wanipenda kwa sababu aniacha maisha yangu mmalize kusoma. Sasa kwa nini hunikubali kwa sababu sikusubiri mpaka umalize kusoma? Si unaambie tu. Ndio maana wewe kushajua kwani wewe hujui kwamba mimi mwanafunzi. Najua lakini wengeniambia. Ndio huna macho. Mwana nisikilize. Sio kwamba sina macho. Na wewe kama angalikuwa una moyo wa kunipenda mimi ungeniambia tunisubiri mpaka nimalize kusoma, lakini wewe hata kuniambia sasa kwa nini unashindwa kuniambia? Kwani sitakujizinisha kwamba kwamba sikutaki utakanilazimisha hivyo vipi? Hebu tunaniambia mpike hapo. Hebu siniangalie. Samani bro. Naam. Habari yako? Nzuri tu. Unajua bro, mimi kisiwani ni mgeni kama sio mgeni. Ile ilikuwa naulizia kuna mzee fulani anaitwa Mzee Majembe. Hebu nieleze asije na kazi gani? Majembe tunamjua si yule upara hivi. Majembe huyo unamjua wewe. Kwanza Majembe ukifika hiyo fuata njia hapo, fika hivi utapandia utakuta mlima na mwembe, ukipandisha juu ndio. Basi sawa, asante. Okay. Sawa. Papa. Odi. Karibu ndani mtangu. Ni mimi hapa Bravo. Mjomba. Karibu mjomba. Haya, asante. Karibu pite. Mjomba. Wajua tena. Ndio mjomba. Marahaba. Safi. Habari zao? Uko salama tu mpaka sasa. Lakini hawajambo vijana. Hawajambo. Karibu. Asante mjomba. Karibu kae. Karibu kae. Wajua tena tu kwenye mapilika haya. Ya makazi makazi wajua tu kwenye majengo hapa. Mjomba. Naam. Karibu sana mjomba. Asante. Naona kuna kuja kutembelea leo. Mjomba, unajua ilikuwa ni hafla na ndio maana siku hizo kuwapa taarifa. Ila ndio hivyo nimeshafika mjomba. Sawa. Na huko utokako au wenzako hawajambo? Mpaka sasa alhamdulillah nimewacha ni wazima wote wa afya. Wote wa afya? Sasa basi nitakwambia karibu hapa petu kijijini petu. Sawa mjomba, unajua ilikuwa ni hafla na ndio maana sikuweza kuwapa taarifa.
Sasa kwa nini sasa wewe waje wapi leo taarifa? Ni hafla mjomba. Haya sawa, karibu basi. Sawa, nishakaribia. Haya, asante. Basi karibu, angalia upate maji ya kunywa. Sawa. Umu. Naam baba. Lete mgeni maji. Hai, kaa kitako hapa. Kufahamisheni kwanza. Hai. Huyu unayemwona hapa ni kaka yako, ni mtoto wa baba yako mdogo. Anaitwa Mboma. Akapi Unguja ndiko anakokaa. Na huyu ndio kanakuja zake huku anakuja kutembelea. Na huyu hapo ni mdogo wako. Maraba. Mjomba. Nilimwacha ni mdogo sana, lakini sasa hivi ameshakuwa. Alafu ilikuwa ni mtundu. Ila tuache maneno. Naomba uchukulie ibege. Ndio kana kenda. Sawa. Haya mjomba, nipe habari za huko. Mjomba, huko kuna lolote zaidi ya jua mjomba. Naona jiji kubwa hilo lenu. Ndio hivyo mjomba, kawaida tu. Haya, karibu nyumbani basi. Sawa, asante. Mimi nishakaribia mjomba. Haya. Sawa. Unajua tuna makazi tena, unajua tuelekea kwenye makazi, tuna kazi ya dongo ile ningali tutapata. Hati kwangu muhii. Kasi sababu ni baridi. Tena utani kuna baridi huku. Disimuso tizi ngoma mpaka hizi za batani. Kama kule nataka nihangaisha tu hivi. Siku hizi anahangaisha na tafuta demu wangu nitumie picha toka juzi nitumie SMS. Nitaka picha yako baby. Lakini haioni. Nitumie picha yako, nitumie picha yako. Simu ngumu saizi huku mvua. Akisema nimesema nguo iko sawa kwa chaji. Lakini nakumbuka siku hizi nina kidemu changu. Siku hizi chanifuata tu. Babu vipi kile chako? Vipi? Oyo. Yeye mnakukaa kumbe nasema peke yangu. Babu yasha tu. Niache vipi wewe? Mwana babu. Kafanyaje? Sio unajua mimi nafuata ule wiki ya pili sasa. Nakwambiaje sasa yeye? Babu ananiwaga. Ukupia nitaka. Sasa wewe hakutaki wangangania nini kwake yeye? Na kisha kwambia hakutaki. Hemwachana naye. Tatizo nampenda, alafu ukitazama ndo kama hivi. Yaani swali kubwa na mimi sijui mwanafunzi. Ndio hayo yanakutokea ni baada ya afu mkaja mkajuta. Kasha kwamba yeye mwanafunzi muachie. Basi poa babu, lakini ndio hivyo. Mimi kingine kikukuta usinishirikisha. Kwa sababu lako wewe ndo langu mie ndo lako wewe. Kwa nini kushinda kuniambia mapema? Hello story, kwa nini mtoto mdogo babu kuja kupenda babu, wasema nilaumu nini bosi wangu? Mimi nilipenda mpaka leo nenda chatini kwenye simu huko. Lakini sijamwambia mtu asikumja kanambia yeye mwanafunzi kwa sababu natafuta wale wakubwa, nyuma tafuta watoto. Ndo kama hayo. Poa babu. Mimi ndo nipo hapa na umia zangu. Kwa basi mida babu, maana unaelewa. Wote ngeushi zukana wake wewe endekeza tu. Sasa nichatisha kumbe kwenye WhatsApp nikitafuta sasa nikitumia picha na kipia siku nyingi sana kibibi changu. Kihandokwa. Naelewa. Unajua kila kitu. Ndio maana hata haushughuliki jua hili lilotokea. Ndio naelewa. Ila niko kiasi tu na sio vile ambavyo uko unafikiria wewe kwamba mimi naelewa. Hivi nikuulize kitu. Unaweza ukanipa chanzo na sababu ile jambo hadi kutokea? Ni vigumu sana kukwambia chochote kile jua hili.
Kwa nini? Acha tu ibaki kwa basi. Elewa, siwezi kukwambia chochote kinachohusu hili jambo. Sawa. Kwa nini? Basi tu, ila wewe tambua ni vigumu kukwambia chochote juu ya hili. Sawa. Najua utakunieleza. Au unahofia huenda na wewe ni mmoja wapo kati anapokuwa amesababisha hili jambo kutokea, si ndio? Mimi sina hofu kubwa tu, ninachoogopea kuja kuhusishwa katika jambo ambalo silijui kichwa wala miguu. Sasa cha msingi, tafuta mtu anaelewa, basi umuulize akupe kweli, lakini sio mimi. Kijana, achana na mimi. Inga. Sio hilo nimeona anakuta makopo kujua ni mwenda wazimu. Ila wengine ni hali ngumu tu za maisha ambazo kwa zimewakabili katika jamii zao. Na ndio maana anafanya vile ili waweze kutatua matatizo ambayo ameyakabili. Ila naishi kukuaminia kwamba mwenda wazimu ni yule ambaye kwa anajua jambo katika jamii yake linaleta ugumu na bado akaendelea kulinyamazia kimya. Ili hali anajua athari zake. Huyo ndo mwenda wazimu. Oya. Wameshafika hapa sikuona. Kwenye kinazi huku mabuani. Poa. Sio basi poa. Jikazi lakini Saudi anakusubiri wewe tu. Nimefanya kama unavyotaka. Na ndio maana nimekuja kwa haraka sana kukusikiliza ni kitu gani ambacho umenitia hapa muda huu. Usijali mzee. Naondoa shaka kwa hilo. Mimi sijali. Na ndio maana nimefuata wito. Ile tombao kwamba sasa ndo akili. Naelewa hivyo. Lakini Oran, ningependa tuwe serious kwa sasa. Moja kwa moja ningekwambia lengo langu la kukuita hapa muda huu. Ndio kuna tatizo. Kuna tatizo? Ndiyo tatizo. Tena si dogo. Bonge la tatizo rafiki yangu. Kuna kijana kutoka mjini kaja hapa. Na jamaa hivi anavyokwenda hivi anashauku ile jambo alijua kinaga ubaga. Tena basi kanifuata mimi mwenyewe. Na kuanza kunidadisi. Lakini mimi nikajifanya kama sijui chochote. Ni kijana gani tena wewe? Ambaye nitakujitia kihelele kutaka kufuatilia mambo sio kuhusu. Kijana gani? Unamjua? Bravo. Mtoto mzee Ngoma. Akapo maungano. Ila kwa hivi muda akaondoka ameongoja sasa. Kumbe ni yule. Sasa tunafanyaje? Maana naanza kuiona hatari hiyo ikiwa natusogelea mbele yetu hivi hivi. Ndio ila nini? Wakati hii ni siri. Na siri hii anajua ni mimi na wewe tu. Sasa ni dhambi siri hii kuvuja na kujua mtu mwingine tofauti mimi na wewe. Sisi tunafanyaje? Unajua tufanyaje? Ila sikia. Cha msingi mwanangu, tuwe makini hapa. Utakuja umbuka. Basi sawa. Basi poa, ndio hivyo lakini.
unajua kwamba kuna tatizo. Na tatizo hili sio dogo kabisa. Ni kubwa. Na kuna watu wanalijua tatizo hili lakini bado wanaendelea kulificha kila mtu kufuatilia. Ili mimi nasema kwa kitu kimoja. Hii siri wanaifanya siri, iko siku itakuwa sio siri tena. Pale ambapokuwa yale yaliyomo ndani ya mioyo yao yatakapodhihirika mbele za watu na kuonekana. Siku hiyo nitafanya sherehe. Kwa kuwafanyia sherehe wale ambao kwa wamefanya ile dhambi tena kwa mikono yao. Na dhambi hiyo italipa. Maana naamini kila siku siri ni ya mtu mmoja tu. Anapoongezeka mtu wa pili inakuwa sio siri. Masa, hayo ndi ziko wapi? Kaja mpaka ushala na komba hii, bukuru tupu hili. Da. Vipi wewe jamaa vipi? Bosi wangu. Bora acha tu. Wewe acha tu bosi wangu. Maana kilichonikuta huko hadi sasa nashindwa hata kuamini. Kitu gani? Si yule jamaa. Jamaa gani na mifano hivi sasa? Ni Bravo. Jana amenifuata na tena ameniambia Mesha yote mimi naamini ya kwamba siri ni ya mtu mmoja tu. Anapoongezeka pili inakuwa sio siri tena. Mbona balaa hili? Inawezaje akajua sasa? mimi hata sielewi sasa. Okay, sikia. Ile jambo inaacha mimi mwenyewe. Binafsi yangu nitajua kipi cha kufanya. Okay? Wewe nini? Basi sawa. Okay, wewe nini? Ni mshikaji huyu, subiri. Nitadili naye. Ni vigumu sana kukwambia chochote kinijia huko. Kwa nini? Acha tu ibaki kwa basi. Elewa, siwezi kukwambia chochote kinachohusu hili jambo. Sawa. Kwa nini? Basi tu. Ila wewe tambua, ni vigumu kukwambia chochote juu ya hili. Mimi sina hofu kubwa tu, ninachoogopea kuja kuhusishwa katika jambo ambalo silijui kichwa wala miguu. Sasa cha msingi, tafuta mtu anaelewa, basi umuulize akupe kweli.
lakini sio mimi. Kijana, achana na mimi. Bosi wangu mimi nahisi nishachanganyikiwa sana. Maana hata sijui tufanye nini. Ni kweli. Maana hata mimi nimeshinda. Wewe vipi? Watu wengine bwana. Bosi wangu, acha kupoteza muda kwa mtumwa mwanangu. Ili ni chizi kama chizi wengine. Hebu achana nalo rafiki yangu. Twende kwa jambo letu. Basi poa. Tuendelee. Okay. Unajua rafiki yangu, juu ya kutokea hili jambo, mimi ndio chanzo na sababu? Najua. Sasa nimekuita hapa rafiki yangu kukupa suluhisho la hili jambo. Suluhisho? Ndio, suluhisho. Hebu niambie ile suluhisho yenyewe. Rafiki yangu, suluhisho kubwa hapa, tukimbie. Tukimbie? Ndio, tukimbie. Twende wapi sasa? Uona maswali mengi rafiki yangu. Hapo tutaja mbele kwa mbele huko. Kwa sababu na sisi tukiendelea kukaa hapa, mwisho tutaishia gerezani. Unajua mwanangu, ile jambo tulilofanya si dogo. Yaani hili ni bonge la ishu rafiki yangu. Na mimi unavyoona, mwanangu, mimi maisha mtaani napenda. Mimi kuishia gerezani? Hata siku moja mwanangu. Awe kushajihalalisha kuishia gerezani? Hapana, hapana. Mimi mwenyewe nachukia sana maisha gerezani. Basi kama huyapendi, nakuomba kitu kimoja. Kesho saa 11 za jioni nitakuwa nakusubiri pale kwa mzee Majembe Mwembeni. Tena sasa, hivyo ukifika kila kitu cha kuecha safari kushakuja nacho. Basi poa. Nitafanya kama unavyotaka. Okay. Nakukubali sana rafiki yangu, nakutegemea sana shikaji wangu. Okay. Yako ilikuwa ngumu sana, lakini licha ya ugumu wake nimeshaifanikisha. Umefanikisha vizuri sana. Kuamini sana, ndio maana nikaamua kukupatia wewe, maana nilijua tu hauwezi ukaniangusha. Hivyo unaweza ukaniambia ulitumia njia gani pengine kufanikisha kazi yangu? Unataka kujua nilifanyaje? Shahidi wote wako ndani ya simu. Uko kwenye simu? Ndio, na unaweza kusikiliza.
Sawa, niwekee tu. Nilichokuja hapa ni kueleza kwamba hili jambo lilotokezea chanzo chake hasa ni mimi na wewe. Unajua? Sasa mimi nimekuja hapa kukupa suluhisho la hili jambo. Suluhisho? Ndio, suluhisho. Hebu niambie suluhisho. Rafiki yangu, suluhisho kubwa. Tukimbie. Tukimbie? Ndio. Wewe wapi sasa? Tutajua mbele kwa mbele. Kesho saa 11 kamili za jioni tukutane pale. Tuanze majembe pale mwembeni pale. Tena sasa, hivyo ukifika kila kitu cha kuacha safari kushakuja nacho. Basi poa. Tutafanya kama unavyotaka. Yaani wewe ni genius sana bosi wangu. Ama kweli. Nimeamini kwamba ndege janja unaweza kunipiga. Walijifanya ni wajanja sana, lakini licho ujanja wao sasa ameshaanza. Na nitawaonesha. Bwana anaambia saa 11 kwenye 7 na saa hiyo. Rafiki yangu sasa na nguvu na hadi rafiki yangu. Tunajua tena babu kulikajia hili mwanangu ano. Ndio hivyo tufanye mgondoto. Sasa tunapita wapi? Popote pale umechukua kiba chakula? Chakula ngapi kidogo? Nao wanasema niliwaambia nitakukamateni. Kesho yote bezi sakafuni nishoke. Anaongea nini huyu? Unakumbuka nilipokuambia siri ni mtu mmoja anapoongezeka bila kwa sio siri tena. Unamkumbuka kijana? alafu Mimi ni chief kama chief. alafu wewe lo Sikia kwambia. Hamna chia nini wala nini. Hawa ni maafisa polisi. Na huyu ni kijana ambaye nilimtuma kwa ajili ya kazi maalum. Na sio chizi. Huyu ni afande Mitama na huyu ni afande Baisi. Na huyu kijana mnemwona Konde Boy ama anaitwa Zara. Afande, unaweza kufanya kazi yako. Uko chini ya ulinzi. Makosa na ubakaji na kusababisha kifo yule binti mliombaka. Na huyu ni afisa pelelezi. Amekuja kazi moja tu, kazi ya kupeleleza nyinyi. Twendeni. Wewe una shahidi gani afande? Una shahidi gani halo? Unataka ushahidi si ndio? Kweli mimi nilikuwa niko juu ya mnazi, nimeona kila kitu na ushahidi wote nina hakika nao.
Kithubutu kupiga kelele, hichi kisu unachokiona kitakuja mwili wako. Ninga. Oya, stori nyingi ni mchezo wa kimungu. Mfanye kichileta hapa. Kazi. Wewe ulifanya nini sana? Wewe ulifanya janja. Mjomba, ndo kama nilivyokuambia. Sasa hivi ndio hivyo imeshawadia safari. Nimekuita hapa na nikakusimamisha ili nikueleze vizuri kinaga ubaga uweze kuelewa. Sasa hivi ndio hivyo mjomba, safari imewadia. Mbona haraka sana safari hii? Hamna mjomba, sio haraka. Unajua hii safari ilikuwa ni hafla. Na alafu isitoshe mimi nilikuja huku kwa kazi maalum. Sasa hivi kwa vile nimeshamaliza kazi inabidi nirudi. Haya, kazi gani sasa hiyo? Unajua mjomba, wewe tuachane nayo hii jambo kwanza. Nitakuja kukueleza siku nyingine yote. Kwa vile sasa hivi sina muda wa kukueleza. Inabidi wewe cha kufanya hapa na cha msingi zaidi uniombee dua tu niende salama kwa nakoenda na nifike salama. Utajua tutaleka njia panda hapo. Hamna mjomba. Sio hivyo. Wewe usijali mjomba, mimi nitakueleza. Acha kufanya ndio hivyo, niombee dua tu. Sawa, hamna tabu. Basi sawa mjomba. Nitakuja kuonana. Nisalimie huko. Usijali mjomba. Waambie tutembelee. Sawa mjomba, usijali. Sawa, karibu. Haya. Kijana. Kijana vipi? Naam. Fresh. Karibu bwana. Karibu tuko na kazi kidogo. Asante. Unajua bosi, nimekuja hapa kuja kuleta
taarifa ile kazi ambayo ulikuja kunituma kule Pemba nende nikaifanya. Na kazi ndio hiyo hapo nimeshafanikisha, nimekuja kuleta tu kama uweze kuikagua. Kazi iko vizuri. Kijana, hongera. Asante bosi. Nzuri hasa. Kazi iko vizuri sana, umejitahidi kwa mfano fulani. Asante bosi. Yaani vijana kama nyinyi ndio ambao tunawataka katika serikali hii. Usijali. Kwani wachapa kazi, wanajua wajibu wao, ambao kwa hawazalilisha sasa serikali. Asante bosi. Uko vizuri na kazi iko vizuri, nimepata na tayari itafika katika sehemu husika. Wala usijali sana. Sawa. Kazi njema. Asante. Asante. Halafu kijana, mmekumbuka kuhusiana na lile ombi lako la likizo? Ombi la likizo, subiri kidogo tu, muda mchache utapata barua. Subiri sasa, nitakupa barua kwa ajili ya likizo lako. Nitashukuru sana bosi wangu. Nitashukuru sana. Asante. Usijali kweli. Sawa. Naweza kwenda? Subiri kama dakika moja. Nashukuru sana. Asante sana. Asante. Karibu tena. Sawa.
Nifurahi nilipotoka majanga no manisha hii moyo nyumbani staki kuwai mana mpaka kwa mangi ananidai nataka nilewe mpaka subuhi niwe sijitambui nilewe mpaka subuhi niwe sijitambui akaniacha moyo niacha leo niacha nasema niacha moyo 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 For this Prada, gotta thank God for this Gucci. Soft lives, pity last number. Mimi nataka kuenjoy, nawe unataka kuenjoy. Asamba so groover, tunataka kuenjoy. South straight to TZ, now we worldwide. I say lale makai no sleeping, now we outside. Mimi nataka kuenjoy, nawe unataka kuenjoy. Asamba so groover, tunataka kuenjoy.